Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma baada, ndugu zangu katika Nado Online TV, natakieni kwa wale wenye maradhi Allah atujalie shifa, wale wenye vifungo Allah atujalie ufunguzi, lakini wenye mahaja mbalimbali, wenye mitihani Allah mwenyewe atupe israf, atupe nuru, atupe khair katika kila jambo letu na katika kila shari. Allah mwenyewe kwa utukufu wake na huruma yake, sisi ni waja wake, tuna uwezo wa kuondosha kila hata kama udogo wa hadhari, lakini Allah mwenyewe akiamua itawezekana liondoke insha Allah. Leo nataka nizungumze na ndugu zangu ambao wenye mitihani katika upande wa kutafuta riziki. Vifungo kidogo vimekuwa vingi, mambo mengine ukiyapanga unakuta naenda, lakini mambo ya kiriziki kidogo yanakuwa na uzito katika kutimia inshallah. Lakini vile vile dua hii unaweza ukaitumia katika nyanja mbili tatu. Nyanja ya kwanza, wewe unahisi una vifungo, kila ukifanya hivi una kidogo hivi, na miongoni mwa dalili kubwa vifungo ni kuota upo kwenye usingizi, unatamani kukimbia kwenda sehemu, unakuta miguu mizito sana au inauma. Ndugu yangu, yuko kifungo, tena ni kifungo kikubwa, sio masihara. Hii yenyewe una uwezo ukatumia kwa wewe mwenye mahaja mbalimbali ya kutafuta riziki na ndugu zako. Tamani waambie, jamani nisaidie, lakini wamekuwa wazito kweli kweli. Usikute kuna namna hapo umefanywa faraka au kuna adui, mambo mengine Allah mwenyewe ndo mjuzi. Kwa hiyo mimi nawaambia watu kumpigia mtu simu kwa mfano nyumbani kwake kwamba shehe, naomba nisaidie 20,000, bora ukae ukasoma hii dua ambayo atakaje kukuelekeza kwa mtawakali Mwenyezi Mungu. Huenda huyo uliyekuwa unamkusudia wewe akupe, sio ndo mwenye hiyo riziki yako, ambaye riziki yako kwa sehemu nyingine. Kwa hiyo inshallah tutumieni hiyo dua ambayo atakuja kwa nini. Lakini jambo lingine kutoka kwenye kukizwa haja, hasa kwenye masuala ya riziki, kwenye kazi na hivi, dua hii vile vile una uwezo wa kuisoma kwa wale ambao una ndugu zako katika kazi zako zilipotea kabisa. Kama shaka ulifungua duka zuri, ama alifungua biashara yake nzuri, au alifanya jambo lake zuri, au aliamini kabisa kwa tukio hili na hili, mimi nitafanikiwa hapa kwa uwezo wake, lakini bila sababu au bila sababu za msingi shangaa kaka jambo hili limepotea. Kwa hiyo tufanya dua hii kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu, utaona miujiza yake. Kwa hiyo niwaambie, linafanya jambo lolote unahisi linaendana na riziki. Sawa, hata mtu anataka kwenda kuomba kazi sehemu, unatamani kufanya hivi, unatamani kufanya miamara fulani, unataka kukubaliana na watu hivi, unataka watu wakupe maadili, michongo, mambo mengine, tuzungumze dua hiyo inshallah. Dua yenyewe ni kusoma tu sura Yasin mara 3 kama kawaida, na kokoteza sana mtu aanza kuswali rakaa zako 2. Rakaa kwanza Fatiha, Ikhlas 3, rakaa pili hivyo Fatiha, Ikhlas 3. Baada hapo sijida ya mwisho pale muombe Mwenyezi Mungu wala kidogo, tumwambie ya Rabbi, mimi nakuomba fanya dua hii kwa ajili ya kufunguka mambo yangu, nifungue kila lililokuwa kifungo, nishike kwa shari inshallah. Baada ya naomba Mwenyezi Mungu, mimi nataka kitu fulani nitimie, kisha anza kusoma sura Yasin. Lakini siri yake katika hiyo Yasin 3, ukisoma mara ya kwanza ukifika tu alaysa alladhi khalaqa samawati wal ardi bikadri la khalaqa mithlahum bala wa huwal khalaqul alim. Ukishapa hapo huwa khalaqul alim, yani usisome ile inna ma'amuru idha arada shay'a Allahu kun fayakun, usisome zile na ile fasbana ya malakutu kushatukuja, usisome, ishia tu katika hiyo wa huwa khalaqul alim. Anza kurudi tena katika bismillahir rahmanir rahim, Yasin na Qur'an Yasin. Hii ya pili na ya tatu yote tutahitimisha yote, Yasin yote tutahitimisha zote. Baada ya hapo, ikiwa unajua dua munasaba, kwa mfano unasoma dua riziki, unaweza ukasoma zile sura za kufungua riziki, mfano Alamna Sharaha zile, au sura Al-Fatiha yenyewe unaweza ukasoma pale. Lakini kama uwezi dua munasaba, unalo jambo lako wewe, soma tu hivi. Lakini hii ni lazima usome tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zifike mara 100. Kisha mswalie Mtume, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wasallim,
isome mara 100. Baada ya hapo mlilie Mungu kwa kadiri unavyojua, lugha nzuri, matendo, hudhurisha mema yako, nini, mambo gani ya Rabbi, na duka langu ya Rabbi, na kiwanja changu nataka niuze ya Rabbi, na ng'ombe wangu nataka ya Rabbi, na mtoto wangu atakawe mshehe, na ya Rabbi, na mitihani nimefungika ya Rabbi, nataka wateja ya Rabbi, nataka pesa ya Rabbi, naondoshe mitihani. Basi yale yote ambayo ulikusudia kuyasoma au kuyaomba kwa Allah, basi muombe kadri yako, kisha mwambie ya Rabbi, mimi sijui ninapotembea, wewe Rabbi unanilinda, labda nilifanya makosa kadha Rabbi, yote yale ulinistiri kwa sababu mimi wewe unanipenda, na nakuomba kwa sababu wewe Mwenyezi Mungu umeniahidi ni kuombe, na kuomba kwa siri sura Yasin insha Allah. Basi wewe kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia yale yote uliyoyaomba. Ukishamaliza kuyaomba kwa kadiri ulivyokusudia kuyaomba, nenda waanza kumalizia hivi kama unahitimisha dua yako kama kawaida, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kisha ndio utasema innama amuru idha arada shay'a ayakula lahu kun fayakun, fa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in turja'un. Inshallah dua yako hapo itakuwa imeshaisha. Sawa, dua yako itakuwa imeshaisha. Kwa wale wenye kuhitaji kufunguka, wale wanahitaji kuomba jambo fulani, kwa wale wanahitaji kukwama kwenye kazi na masuala mengine yanayofanana na hayo, basi dua hii nawapeni inshallah. Lakini usikose kama kawaida vitabu vyetu, ili uweze kujiongezea elimu mbalimbali popote pale ulipo katika ulimwengu inshallah taala. Tekeni masomo na masomo mengine. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.